Na kusalimu mpenzi mfuatiliaji wa JSTV, chombo chako kizuri kinachopeperusha matangazo ya mitandao kutoka Afrika Kusini katika jiji la Johannesburg, tukikupeperushia matangazo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye masuala ya kijamii, kisiasa, michezo na hata uchambuzi. Naitwa Zuberali, ambatana nami ili tuende tukafafanue kinachojiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mengi tumekuandalia siku ya leo. Ni matumaini yangu uko salama salmini. Yale ambayo tutazungumzia siku ya leo ni kwamba vyama vya upinzani vinaandaa maandamano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile janga la Ebola linaendelea kuleta taharuki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swali ni je, hafueni itafika baada ya Wachina kuweka dhamira yao ya kutuma wajumbe nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na timu ya Kongo kushuka dimbani Jumatano hii. Hayo na mengine, karibu. Karibu kwa mara nyingine, na tuanze ripoti yetu ya kwanza ambapo inasema vyama pinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinapangilia kuandamana Jumatano hii ya tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026. Maandamano hayo yamejiri wakati serikali ya nchi hiyo inapangilia kubadili katiba. Ripoti ifuatayo na maelezo ya kina. Upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeelezea dhamira yake ya kutokufanya vurugu kutokana na maandamano wanayoipanga kufanyika Jumatano hii. Olivier Kamitatu, mkuu wa wafanyakazi wa chama cha Ensemble pour la République chake Moise Katumbi, alisema bila kupapasa macho katika kipindi cha mwandishi mmoja wa habari na kudai kuwa, na hapa tunanukuu, hatutachukua silaha, hatutafanya uasi wa kutumia silaha, lakini kusambaratisha kwetu na vyombo vya usalama sio kusalimu amri, mwisho wa kumnukuu. Kamitatu alitoa wito kwa kila raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokuidhinisha majaribio ya kubadili katiba, kwani katiba hiyo ndiyo mali ya Wakongomani. Hata hivyo, alitoa wito kwa muungano kati ya C64 ulioundwa hivi karibuni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jukwaa la Okoa Kongo katika lugha ya Kifaransa Sauve la RDC, na watendaji wengine wa kisiasa, akidai kuwa ni jambo la kawaida katika kanuni moja, sheria ya msingi haiwezi kutolewa muhanga kwa malengo ya mtu mmoja au kikundi cha watu binafsi. Pia alitoa mfano wa kauli ya mshindi wa tuzo ya Nobel Denis Mukwege ambaye alitaka kuheshimiwa kwa katiba. Katika mazungumzo hayo, Olivier Kamitatu alitimisha kwa hoja kuwa huu sio muda wa kubadili katiba, wakati nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko vitani na mamilioni ya Wakongomani wanahangaika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sio kwa sababu ya kubadili katiba na kumweka Tshisekedi kwamba Wakongomani wataishi vyema kesho, alimalizia Olivier Kamitatu. Na kuhusiana na swala hilo, muda mfupi uliopita nimeongea na kiongozi wa UDPS jimboni Tanganyika Bonere Makelele, na kwanza nilitaka kujua chama tawala na serikali kwa ujumla inachukuliaje maandamano hayo. Kwa kweli bwana mtangazaji, nchi ya kidemokrasia, nchi yetu ya RDC ni nchi ambayo ni ya kidemokrasia, na katika demokrasia kuna kuwa ile tunasema respect d'opinion, na hatuna republique yenye ko gérée par un parti état wala une gestion à pensée unique. Hapana, sio kama tunasema kutakuwa mabadiliko ya katiba ndio, na wengine wanasema hapana. Mena abonye atatupartager mpaka hii raia yetu yenye si ba majorite tunasemea na hapo opposition banasemea. Opposition ni mzuri mwinchi, nao banadeta mawazo yabo ya kuonesha kama habana d'accord, na sisi tutabakataza basiwaze kufuatana na siasa ndio unapitikana mwinchi. Ils sont libres de penser, d'où la nécessité de qu'il présente présenter manani margima yabo ya kusema no, hii atuitike ni hivi na hivi, hii tunaitika ni hivi na hivi.
Naam Bwana Makelele, lakini wameweka hoja yao wazi kwamba sio muda rafiki wa kubadili katiba, kwa sababu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali bado haijakuwa vizuri, lakini vile vile wanahofia labda kunaweza kukawa na lile swala la kusema kwamba la kuwasambaratisha. Yawezekana labda mnataka kuminya uhuru wa kuandamana. Ni hatutakataza watu wasiwazi juu ya jambo fulani, surtout juu ya ujio wa nchi yetu. Antuka demokrasia ndio bote yake. Hatuna kwa kusema kitu tutakataza wasifanye pana, sababu sisi pekee tulidite juu ya demokrasia, na demokrasia watu wanaishi na ile liberté d'opinion iko. Ile kuandamana wanasema tafanya hivi c'est de l'aide, tutabakataza sababu ni katiba inaruhusu, na hawayasikia serikali na makataza hapa. Yani kwa ile ni haina jambo la kubabaisha wala jambo la kutisha, hapana, ni jambo la kawaida mu demokrasia. Tujielekeze mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo ugonjwa wa Ebola unaendelea kusambaa, huku kesi zaidi ya 300 zimethibitishwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, makanisa katika nchi hiyo inachukua hatua kuhusiana na ugonjwa huo. Hata hivyo, kanisa Katoliki limeweka wazi kuwa wafuasi wake lazima wafuate mienendo inayowekwa ili kukabiliana na ugonjwa huo. Ramadhani Kahambwe na taarifa ifuatayo. Wakati janga la Ebola likiendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dayosisi ya Bunia ilitangaza mfululizo wa hatua kali zinazolenga kuwalinda waumini na kupunguza hatari za kueneza virusi ndani ya jumuiya ya Kikristo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotiwa saini na askofu wa jimbo hilo Dieudonne Uringi, kanisa Katoliki linawataka waumini wote, mapadri, wanaume na wanawake wa dini kushiriki kikamilifu katika kuzuia ugonjwa huo. Mhubiri huyo anakumbuka kwamba virusi hivyo bado vinaambukiza sana na kwamba mlolongo wake wa maambukizi bado hujadhibitiwa. Miongoni mwa hatua kuu zinazochukuliwa ni uwekaji wa lazima wa vifaa vya kunawia mikono kwenye mlango wa parokia, makanisa na sehemu nyingine za mikusanyiko. Kukumbatiana, kupeana mikono na aina zingine za mawasiliano ya kimwili sasa ni marufuku ili kupunguza uwezekano wa maambukizi ya virusi. Hatua hii inalenga kuimarisha ishara za kizuizi na kupunguza hatari ya uchafuzi wakati wa shughuli za kidini. Uamuzi mwingine muhimu ni kuahirisha kwa ubatizo, ushirika wa kwanza na upadrisho uliopangwa kufanyika Juni 11. Kulingana na mamlaka ya kanisa, hatua hii ya kuzuia itafanya iwezekanavyo kuepuka mikusanyiko mikubwa ambayo inaweza kukuza kuenea kwa ugonjwa huo. Wakati huo huo, ziara za wagonjwa katika miundo ya afya zimesimamishwa hadi taarifa zaidi. Dayosisi pia inapendekeza kuepukwa kwa mpangilio wa mafungo ya kiroho, mikesha ya maombi na shughuli zingine zozote zinazoweza kusababisha mikusanyiko hatari. Kanisa pia linawaalika Wakristo kuchukua jukumu kubwa katika kuongeza ufahamu katika jumuiya zao. Anawataka kupigana dhidi ya taarifa potofu, kuheshimu kwa uangalifu maagizo ya usafi na kueleza mtu yeyote anayewasilisha dalili za kutiliwa shaka kwenye vituo vya afya bila kuchelewa. Kupitia hatua hizo, Dayosisi ya Bunia inakusudia kuchangia juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zilizotolewa na mamlaka za afya ili kudhibiti janga hili na kulinda idadi ya watu. Hivyo basi, kanisa Katoliki linaungana na taasisi mbalimbali zinazojishughulisha na mapambano dhidi ya Ebola katika eneo hili la nchi. Shukrani za dhati Ramadhani Kahambwe na taarifa hiyo. Tusalie katika swala hilo hilo. China imetuma wataalamu wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia kushughulikia janga la Ebola. Abed Jean de la Croix na ripoti kamili. Hatua hiyo inakuja wakati mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea kupambana na ugonjwa huu hatari ambao umeendelea kuhatarisha maisha ya wananchi na kuweka shinikizo kubwa kwa mfumo wa afya wa taifa hilo.
Timu hiyo ya madaktari kutoka China inatarajiwa kufanya kazi kwa karibu na wataalamu wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mashirika ya kimataifa yanayoshiriki katika mapambano dhidi ya Ebola. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya China, wataalamu hao watasaidia katika uchunguzi wa wagonjwa, utoaji wa huduma za matibabu, mafunzo kwa wahudumu wa afya wa ndani pamoja na kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa maambukizi. Aidha, timu hiyo itasaidia kuboresha uwezo wa mahabara na kuongeza kasi ya kugundua visa vipya vya ugonjwa huo. China imeeleza kuwa ushirikiano huo ni sehemu ya juhudi zake za kuisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kukabiliana na changamoto za afya ya umma na kuzuia kuenea kwa Ebola ndani na nje ya mipaka ya nchi hiyo. Serikali ya Beijing imekuwa ikitoa msaada wa kiafya kwa mataifa mbalimbali barani Afrika, hasa katika nyakati za majanga ya kiafya. Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi na uenea kupitia kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na ugonjwa huo. Dalili zake ni pamoja na homa kali, uchovu, maumivu ya misuli, kutapika, kuharisha na katika baadhi ya visa kutokwa na damu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja ya nchi ambazo zimewahi kukumbwa mara kadhaa na milipuko ya Ebola katika miaka ya hivi karibuni. Serikali ya nchi hiyo kwa kushirikiana na shirika la afya duniani WHO na washirika wengine wa afya imekuwa ikitekeleza hatua mbalimbali za kudhibiti maambukizi, ikiwa ni pamoja na utoaji wa chanjo, ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa na kampeni za uhamasishaji wa jamii. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa ushirikiano wa kimataifa ni muhimu katika kudhibiti milipuko ya magonjwa ya kuambukiza, hasa katika maeneo yenye changamoto za miundombinu ya afya. Dieudonne Losa ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Ituri. Nilifanya naye mazungumzo dakika chache zilizopita kutaka kufahamu kama wamepokeaje hatua hizo za serikali ya China kutuma wataalamu wa afya kuja kusaidiana na wauguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bado hatujapata, lakini kama ni hivyo tutafurahi, kwa sababu hali tunayo, tunahitaji msaada ya kila mmoja atakaye kuwa tayari kutusaidia. Na kwa sasa pengine jaribu kutuambia kwa ujumla hali ya ugonjwa wa Ebola ikoje mashariki mwa DRC? Hali bado kwa sawa. Ugonjwa yanazidi, watu angali wanakufa, wengine wanapata magonjwa kwa kukaa karibu na wale waliogonjwa. Hivyo hali bado haijakuwa sawa kabisa. Kwa namna unavyoona, kasi imepungua au kasi ya ugonjwa inaongezeka? Bado haijapunguka, kwa sababu bado watu wangali wanaendelea kuwa juta, na unajua hakuna matibabu kabisa. Namna gani mambo yatakuwa nzuri kabla ya hii dawa kuonekana ya kutunza? Haiwezekani mambo ikuwe vizuri, kumbe tunaenda kupoteza watu zaidi. Ombi letu ni hata kwa wataalamu waweze kuharakisha kazi zao kusudi wapate dawa ambayo inaweza kutunza watu na kuokoa uzima wa watu, sababu wengi za watu wanaendelea kufa. Na je, tunaambiwa kwamba kuna watu 4 ambao wamepona. Hizi taarifa ni za kweli au ni taarifa tu za kutaka kuondoa hofu miongoni mwa wananchi? Ni watu 5, lakini sio kabisa kitu ambayo inatushia ajabu. Watu zaidi ya watu 600 kama wanakuwa wakigonjwa, watu 5 tu wanapona. Ni kidogo sana, hata ni alama nzuri, lakini tunafikiria kwamba watu wanapasha wataalamu wangalijikaza kusudi watusaidie hivi watu wapate dawa kwa kuponeshwa. Na wananchi wanaendelea kuchukua tahadhari? Wanaendelea, lakini bado wengine wangali wanajuta tu, kusema hii magonjwa bado kuwa kabisa haiwezi kifo. Kama kuna kifo ni kawaida. Najua mambo ya watu kuelewa vitu kwa haraka sio rahisi. Hivi ni kitu gani ambacho mnakiomba kwa serikali, au ni kitu gani ambacho mngependa kwa sasa serikali ya DRC ikifanye huko Ituri ambako ndio inaonekana kuwa sehemu kubwa kabisa ya ugonjwa huu wa Ebola? Ndio
tunataka DRC, tunataka government waweze kutoa msaada, waweke msaada kwa kazi, kwa sababu ugonjwa inaendelea kutawanyika. Kuna sehemu nyingi za jimbo la Ituri hizi siku zinakuwa inapata ile ugonjwa, watu wanapatikana wamegonjwa, wengine hata wamefariki. Tunataka waweze kuleta vifaa ama vyombo mbalimbali vya kazi kwa kufanya uchunguzi haraka, kwa kupeleka mwenyewe amegonjwa kwa haraka kwa hali nzuri, asiweze kupatisha ugonjwa kwa mwingine. Hii ndio inaweza kusaidia, na ingali iwezekana ifanyike haraka kabisa. Shukrani za dhati Abedi Jean de la Croix na ripoti hiyo hapo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vyama kadhaa vinaendelea kutoa sera, lakini sera hizo hazina manufaa yoyote kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti ifuatayo na maelezo ya kina. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kubwa kuliko Ulaya Magharibi, lakini miundombinu, redio za kijamii na mitandao ya mawasiliano hazifiki kila pembe nchini humo. Ni rahisi zaidi kwa chama cha kisiasa kugawa nguo na pesa kuliko kufundisha sera zake kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala ambalo raia hao wanalahani vikali. Vyama vingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilianza kama harakati za mtu mmoja, huku sera halisi zinaonekana kutokuheshimiwa. Kinacholengwa hasa na vyama vya kisiasa ni kiongozi wao kushika madaraka, huku wakihisi kufundisha raia sera ni kupunguza nguvu ya malengo waliyowekea, kama wanavyoelezea raia hawa. Hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, umaskini ambao tunao sisi wananchi, tunashindwa kwanza kujua majukumu yetu ni nini. Unakuja kukuta wanasiasa wetu ikiwemo wanabunge kwanza wanatuchukulia sie kuwa dhaifu sana, kuwa dhaifu kweli. Ndio maana kwa kila udanganyifu wote wanatuchukua. Wanaweza wakatuambia muje mpokee mtu fulani, nyie mnasimama kule na vimabendera vyao, mtapokea. Kwa mfano, unaweza ukashinda kule, unashindwa kupata hata 1500 tu, 1500 tu unashindwa, na ulishinda kule. Sasa unakosa kwanza kujiuliza, mimi kushinda kule bila kupata 1500, hivi watoto wangu wanafanya je? Na kama nisipoenda, kama hata nikikosa nisipoenda kuwapokea, watoto wangu wataishi je? Yaani mtu anaishi tu, kwa sababu unaweza kuwa unaenda kule na unaikosa na utaishi. Lakini sisi wote umaskini tunakuwa nyuma ya wabunge tu. Huyu ndo alikuja, aishafanyaka nini? Huyu ndo alituita, anishafanyaka nini? Kwa mfano hao tuliowaona hapa, walikuwa na vyovyo vingine hapa, na tulikuwa nao hapa jimboni Tanganyika, wanaishi hapa. Walifanya nini? Kule Kinshasa kwenyewe wanakuwa, ndo watafanya nini? Hakuna. Yaani ni vitu ambavyo, kitu ambacho mimi nitaomba kwa wabunge, sina nao matumaini yoyote, lakini naomba kwa wananchi na sisi ambao bado hatujakuwa wabunge, tujikamate, kwa tujisamanishe kwanza, nchi ni yetu. Umaskini wao upatie kwa umaskini wao uzito. Unaenda kumpa mtu ambaye ulimpa sauti leo kunapokea $20,000, mimi anakubeba kiovyo ovyo tu na unashindwa kujielewa huko wapi. Asante sana ndugu mtangazaji. Yaani nchi yetu kwa kweli, wananchi ndo tunakosa kujijua thamani yetu. Kwa kweli kwa siku ya leo wafanya siasa wanakamata mateka pei yetu ya Kongo. Kuangalia mu sektere yote ya maisha wanadamu, tunaona kama wafanya siasa walishaharibu. Tukaangalia kwa wajene weko manipule, washefu kutimie weko manipule, makanisa iko manipule, maservisi ya leta tusiseme yo, hata vile societe civile iko manipule. Leo tuko tunaona wajene weko wanatumwa kutusi watu fulani wenyewe wanaweza kuexprimer point de vue yabo sur le plan politique ama kwa ngazi yoyote ile. Leo wajene wako natumiwa kupigana. Tuko nafikia paka ugomvi, sio tu province ya Tanganyika, leo tuko tunakonstate hata mustadi ya Joseph Kabila mule kwa ugomvi, hata mniva Kinshasa. C'est partout tuko tunaona ile constat ile. Yote iko la base ya nini? Iko la base na wafanya siasa. Leo tuko tunaona washefu kutimia wako korompi, wako wanaelemea mngambo moja hivi ya siasa. Hawategemei namna gani tunaweza kuleta ile cohesion nationale. Kuko ubaguzi kwa siku ya leo wa makabila. Weko ala bazi wa chef kutimia nao wana contribute parefu pale. Alo weko ala bazi ni wanani? Ni wafanya siasa. Migogoro, madini na ufadhili kutoka nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefanya siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia za Kongo kuwa za kibiashara.
kiongozi anayeingia ni apate sehemu yake, huku kufundisha sera inachukua takribani miaka 10, swala ambalo raia wake wanaendelea kupitia hali ngumu ya kimaisha. Wananchi wengi hawajui tofauti kati ya chama A na chama B kwa sababu vyama vyote havielezi sera zao. Biaisisa ni makamu kiongozi wa shirika la kiraia la NDC Chumvi ya Kongo. Kwa kweli vyama vya siasa vinakuwa vijatendea raia wa Kongo haki. Maana kwenye vyama vya siasa mara nyingi huwa kunakuwa mafunzo ambayo vile vyama vinaalika kuwapatia wale wanamemba ambao wanakuwa wanaingia ndani ya vyama vile kwa kuelewa nini malengo zaidi na hasa mafunzo ya kuwa raia mwema. Ni swala ambalo mara nyingi vyama vya siasa vya nchi ya Kongo vinakuwa vinasaulika zaidi. Na ndio maana utakutana kwenye vyama vingi vya siasa watu ambao wanaingia kule wanakuwa wanakosa ule uzalendo na kujua kabisa kile ambacho sheria za nchi zinakuwa zinatumika, na ile ni shida sana, ile ni shida kubwa. Inaonekana wazi kwamba vyama vya siasa mara nyingi havijafikia malengo ya kuwa kabisa ala hotere. Maana chama cha siasa kina masuala mengi ambayo kinapaswa kusaidia pia nchi, ikiwemo kufunza watu kuhusu uzalendo na uraia mwema. Ni kitu ambacho unapaswa kukifanya, ambacho vyama vingi zaidi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa wavifanya. Mara kadhaa wanaharakati nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo udai kuwa chama cha kisiasa kikikosa kutoa elimu ya uraia, usalama, afya na kadhalika, chama hicho kinageuka kuwa kampuni ya viongozi. Na tukamilishe na anga za michezo ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashuka dimbani Jumatano hii ya tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026. Inashuka dimbani wakati Leopard hao wanajiandaa kwenda kwenye mashindano ya kombe la dunia itakayoanzishwa tarehe 11. Hapo awali nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya michezo Ramadhani Kahambwe, mechi hii inafaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na itakuwa na manufaa gani kuelekea kombe la dunia? Kiukweli Denmark ni timu nzuri na ni timu bora zaidi na ni kipimo sahihi kwetu. Ukiangalia kwenye msimamo wa FIFA, Denmark inashika nafasi ya 20. Kwa unaweza kuangalia namna gani Denmark pia wako vizuri. Lakini vile vile kwenye hatua ya makundi ya mchujo kwenda kombe la dunia, walishika nafasi ya 2, Scotland wakashika namba 1. Lakini vile vile pia kwenye mchujo wa kwenda kombe la dunia walitolewa na Republic Czech kwenye mikwaju ya penalty. Kwa hiyo hawakubahatika kwenda kombe la dunia, lakini sio kwamba eti wana kiwango kibovu sana, hapana. Denmark ni timu bora na ni timu imara na inakuwa ikishiriki mara nyingi sana kwenye michuano ya kombe la dunia, wakiwa na star wao Ojlund, wakiwa na star pia ambaye sasa hivi yupo Marcel Jberg, yupo pia Eriksen kama mkongwe. Wana wachezaji wengi wazuri na wenye historia nzuri sana kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ni kipimo sahihi kwetu kujiandaa na mashindano ya kwenda kombe la dunia. Na hapo ndipo tunapohitimisha taarifa yetu ya habari kutoka GCTV nchini Afrika Kusini. Naitwa Zuberi Ali, endelea kufuatilia matangazo yetu kwani mengi yanakujia hapa.